Jambo wapendwa wasikilizaji wa kipindi Mystère d'Archives, kipindi cha redio yenu Uwezo Media, kipindi ambacho kinakuwa kikiangazia mambo ya utamaduni. Na kwa siku ya leo tulitembelea katika tarafa la Kabare kwenda kukutanana na mlinzi wa utamaduni Chef Coutumier Niganda, ambaye tutaweza kuzungumza naye tujue kumjua yeye ni nani, kazi gani anafanya na nafasi au muhimu wa mila katika maisha ya watu wa Bushi. Tayari tunakuwa naye, tuweza kumpokea katika kipindi Mystère d'Archives, kipindi ambacho kinakujia kwa ufundi wake Sami Balume, Christian Muzangu, Giselle Bashwira, Kati Amina, David Bahati na mimi Abubakar Kigabi. Tunakuwa naye mzee wetu, mlinzi wa utamaduni katika tarafa la Kabare, katika ufalme wa Kabare. Mzee Niganda, hamjambo? Jambo sana ndugu. Tunafurahi sana kupokea katika nyumbani kwako. Pia katika lengo letu ni kutaka kuzungumza masuala ya utamaduni la culture ya Bashi. Bashi wanaishi namna gani? Lakini kabla ya hapo tutaka kujua mzee Niganda ni nani? Ya kwanza, mzee Niganda anaitwa Niganda Filimwani, President de Coutume du Bushi. Ebuhaya. Ebuhaya Bushi, Abashi Bushi bamanyiri okwizino lya Niganda ye mukulu w'Ebutime ya hano mweru Bushi. Emwamwani Kabare kutemanizi Trois. Kurenga mango mira kwe mwana Gashumo yedesirwe Alexandre Kabare byagere obukristo bushosi wa mira afiri obo ashima omugala ye Kabare Albert yenda itunda na yagenda ava amagenda amayima mwani Desire Kabare kugemanizi na yafa uyungwere buno ali muroro akinyula aregisola mukazi amurolobo kone mwame kugwere buno nani Ganda yenika esho kigamba cha mwani ali muluzi amangwa lwa mwani amangwa akolali mwani Niganda yenu mushokodana agumana ababo bajinji boshi tuba bajinji 28 na Niganda yene ye president yene mangire sho kigamba chekutime emunga emeru Ebushi. Hisi mzana maliza anasema kama jina yake ni François Bagula Chirimwami de Niganda. Donc Chirimwami alikuwaka na kakufa. Anakomplete kama mujinji mkubwa kubwani ya Bushi kwa baba yetu kwa Mwami Kabare. Kwa mujinji mkubwa apre kuko wengine bajinji meye njo mwenye anabarepresente bwani ya Kabare comme role. Donc anaongeza kama kila mjiji kuna role yake anafanyaka. Ile kubwani meye kuna role yake iko très important ya kuvalisha mwani. SMP sa namna natuambia wewe ndio mkubwa wa Chef Coutumier wa ufalme wa Kabare. Ilitokea namna gani ukakuwa mkubwa wa wale wote wa Chef Coutumier? Ilitokea tangu zamani za kale, mwanzo wa dunia. Wakati Mungu alianza kuumba watu, kila mtu ana lengo lake, ana eneo yake ya ukuu. Ni ya bakoko ya tangu zamani za kale, kuanzia Niganda wa zamani na mpaka mwami wa zamani mudunia hii. Kwa hapa kwetu Kabare tunajua kama Mwami Kabare ni yeye peke ndiye president wa bamwami yote
banye biko hapa Sud Kivu. Asante. Je, kuna kitu ambacho kilitokea katika historia ya washefu kutimie ambayo ilipelekea Niganda kuteuliwa kuwa mkubwa? Unajua mtu anazalika, kuna mmoja anazalika Mugutime, mwingine anazalika mkabila zingine mbalimbali, lakini Utime ilianza tangu zamani za kale na miaka inapitika. Hapa nishokuwa mzee na baba alikufa mzee na ile amri iko. Sasa na vile wenjo mkubwa wa washefu kutimie wote wa ufalme wa Kabare, ni kazi gani unahusika nayo? Kazi yenye mimi natumikaka kule Bwami, ndio vile naniuliza. Ndio. Yangu role yangu ya Butimi. Hakuna mtu mwingine anaweza fika kwa mwami Kabare aseme atarinzisha mwami Kabare pasipo mimi. Kama mimi sipo, bananitafuta sana mpaka nionekane. Na kama niliacha mtoto hataikuwa na tambali, anaweza mtia pale, anasimamia kunyanya anaweza msimamia juu hataweza kunyangula vya bwami, kuvalisha mfupi angali mtoto, lakini akisha enea miaka 8, 18 ule anaweza kusa mwami na anamvalisha yenye ya kurinzi bwami. Nikusema wewe ndio unaridhisha mwami. Ndiyo. Na kwa sasa usharidhisha mwami pangapi? Mimi kuanzia hivi nilianza mie nani Kabare Albert. Juu baba alikuwa angali yenjo aliingia mukifo ya mwami Kabare Alexander. Yega fumo alimalunga. Ile wakati baba alikuwa angali, lakini ulinzi ya kwanza mumie nilirinzisha Desire Kabare Gemanizi de yenjo nilianzia hapo. Kisha ye naye akakufa. Kisha nasikia baba yake alikuwa ameshakufa. Tukaingia mkilio ya Ntaitunda. Bo kurinzisha kwangu nikarinzisha ye Desire Kabare Rugemanizi de. Yaka akakufa. Kisha wakati alikufa nikaingia mwi chama tena ya mwami wa sasa. Maki narinzisha mara 3 mimi peke. Huyu mimi niko naye leo hii, yeye jina anaitwa Kabare Alexandre III. Na mpaka leo hii tunaishi. Unaweza tuambia namna gani zile sherehe za kushimika zinapitikanaka? Nini nafanyika? Mwami anakufa, mnatafuta kushimika mwingine, inafanyika namna gani? Mbo, unaniuliza mzuri. Ulizo kwanza inyono naambia ya vile. Tunaingiaga mkilio na tunazika. Kumaliza kuzika, mwami abamuzika sawa mtu mwingine. Wakati mwili ingali hapa duniani, tunabebaga mwili ya mwami Emushera. Tukisha kutoka Mushera, tunaingia Mogo. Tukisha kutoka Mogo na mwili pamoja, kwa sasa biko banatia mserekei. Lakini kwa mbele balikuwa banatia tunafunga vyetu mkilago ya Butimi.
ili abikalagete. Tunabeba sanduku yetu kule Mogo. Tukisha kutoka Mushera. Nyuma ya pale sasa tunazika. Tunafanya kaburi yake. Baadhi zote banaingia pale, tunazunguluka ile kaburi na tunatia mwami pahali Mungu alimuitia. Watu banakufaka hapapati yake mdunia. Bo, tukisha maliza vile tunapanaga dele ya population banotable bosh bajue kabisa kama hakuna mtu yoyote, mwanamke ni mwanaume, kwa kuingia mshamba alime. Hili ni konje yenye tunapanaga. Mwenye ana kiburi anaingia tu mshamba kama vile anapenda matakwa yake ya yepeki bila ruhusa ya kufungula ile dossier ya kifo. Nikalaga wanaweza mnyang'anya kiko na ngombe au banamfukuza mwele bakaaji. Kila notable ana batu yake banyana chungaga kule. Umoja wakati yao mwenye kufanya vile haiko mtu mzuri. Haiko aheshimie kutime na haiko kutimie na haiko mtu wa mkutime na haiko mtu wa kunotabilite kule kwenye anakaa. Banamfukuza. Zamani balikuwa banaua yeye. Lakini kwa sasa inakatazwa. Bo, kisha kumaliza pale miezi 2 inamalizika. Sasa mule ndani tunamwambia mwamikazi mwenye baliachwa, mwenye aliachwa na bwana yake, uko na batoto 20 kwa mfano au batoto 5 kwa mfano, utujulishe mwami alisema gani mbele ya kufa. Yeye akasema asemembo, alisema mtoto wa kwanza ni wa kwanza njoo ule. Jina yake nani? Kwa mfano sama Bisimwa au Mgaruka au Wampainka. Banatupatia ule mtoto. Tunabakia mwele mwetu umukabya terani. Na ule mtoto hata onekana tena nje mpaka siku tunatoa ya kurinzisha. Ile siku ya kurinzisha hatulalage mnyumba mzee. Tumefanyaga posho 2. Tunajifunza, tunaenda Maziba na ule mtoto bila kukula bila kukunywa mpaka posho 2 au posho 1. Posho 2 bila kula bila kunywa? Ndio. Mnaweza? Ni hatari. Unafungia mkaba mtumbu kabisa, unajikaza. Ile nguvu ya kufanya posho 2 bila kula. Ile nguvu inatoka ku enama obaero. Urayumvishali, urayumvanyora, olusiku luba lusiku lukenzerwe bwenene. Bo, sasa twanagenda Maziba. Ruzakolese ebyo lwa Mungu. Kurondererwa kazi mpaka Lwagarara. Siku 5 tukukuli. Bo, tukisha maliza siku 5, siku ya posho tunachomoka. Nani ganda yenu heka oyo mwami Maziba. Abandi bajinji banazunguruka bofi haliya n'engoma n'abarwa. Mwami
Sasa wana mweba erwe. mzee, sitakukata kauli mzee Niganda, unasema mnafanya siku 5 Ndiyo. maziba. Ndiyo. Bila kula, bila kunywa. Ndiyo. Niganda tu ye peke na mwana. Wengine bashefu kutimia biko nje. Biko banachunga. Mnakuwa mnafanya nini na mwana? Ule mtoto. Ule mtoto harusi tusema neno tena ingine. Tunakamata ibile vyetu vya Butimu. Inavibeba. Au kumkamka mwingine mjinji mmoja. Sawa vile imesurangana. Au sawa vile nani namwili wajelewa nani Nabugashu. Nabugashu. Au nani Nagifumu. Anakamata ile vitu. Ananibebea hapo. Na mimi niko mtu mkubwa. Tunaenda kule maziba. Tunalala kule wanaelekea. Tunaita batate bote wasimamie ule mtoto. Kama haiko mwami kompe. Sie mbili naye. Hakuna mwenye ataweza toka. Maziba. Kule na ndio tunazikwa kule. Kama batate wanakatala. Kama wanakatala. Wanakatala haiko vile. Haiko mwami wewe. Sio bote banatuzika pale. Hakuna wa kutoka. Na wakati tunaingia pale hakuna mai. Lakini utaona mai inachomoka. Inaanzia kubishimini. Kubidole ya miguu. Inapanda makoti. Mnakuwa mko mnyumba? Hapana. Tuko nje. Kukilima? Hapana. Mbonde. Ubonde ya Butimu. Mbonde. Idesuwe maziba. Kupori. Maziba. Hakuna mwana kule. Sie benye tumefungana kule. Saire mai inafika mkiuno. Mai inafika mshingo. Inazunguluka kichwa. Iko sawa vile watoto wanikala mu nyumba. Mai iko kule yulu. Sie tuko chini. Mai inawafunika. Mai inatufunika. Hautajua. Na mai ile inafanana wale. Tunalala kule. Tunabakia kule. Hakuna kufutamu. Kuko babiti. Kuko biti ya Butime buli bulongo. Lingo kula wa kubaka hindi ya gasonga. Ya bulongo. Kumana tuko tunaangaliana mimi na yeye. Koko. Yote inashuka. Usubuhi na 4 yonsa 10 bagero mu mashu. Yobudufu. Yoko la ber kwe. Wanatenga aho kwa tunguzwa. Kwa dishimana emboho mishari. Tate Niganda. Ile mai ya mweusi shabafunika. Munalala mumwa ile mai? Ndiyo. Munalala mumai? Ndiyo. Na hakuna problemi tabapata mko tu nani kukufunika. Na utameza mlengo. Hapana. Na ikala tu. Kisha tunatoka. Bushi bwa nyama. Hakuna mnyana beba nguo. Nguo mlikuwa mnavala zilienda wapi? Ile hatuvalage ile manguo. Hii yetu. Sio mtoto anavala hivi, wewe unavala hivi. Ile aiendaje kule. Mza namna gani mnabeba? Ya Butimu. Njoza ngozi sagisi ile unavala pale. Hii ni ya kuringisha. Huko nyingine nguo zishadaisha. Na vala hii. Hii wewe kukingali ndugu yake. Ndugu yake iko wa mfuko. Na vala hii. Haita lobana. Haita kuleta kata kibutu. Saa mnatoka mwele mumai. Mnatosha vile. Kisha
tunavikia mwami yake kule. Nani Niganda anaita Luvuga au anaita Najufumu au anaita Nabugashu mwenye kuna ile byombo mwani alimweka nipatie byombo yangu anakuletea pale pale. Wapi? Njikavu sasa. Hapana maile tingi njikavu. Niganda anakamata vyote anamvalisha kama vile desturi Butini nasema. Benzetu bote biko banaona. Niganda anauliza ye bajinji yote haiko ndo vile mwami anavalaga watu mzuri sana kabisa. Kwana kurembembe kwana kuro mushekera aba abana kaumva ni walenge umushekera mwami huyo wa maina wa mwami amaini. Ile wakati unarizisha Alexandre III niliona anavala vile ulimuona anavala na ndio vile Niganda alimvalisha. Vile unamuona zile nguo zake zinamaanisha nini? Ile inamuonesha kama yenjo mwami wa bamwani, mwami wa bamwani, na bushi yote inajua kama yenjo mwami katika bushi. Haya. Kisha mkitoka kule mkutoka kule sasa tunajipanga. Mwami iko mbele na Niganda iko mbele. Iko sawa vile banafunzi. Tunachomoka hivi umoja kule mwingine tunabapanga. Tunajipanga pale sie bote na tunavala sasa ya Butini. Na hivi unaniona hii nguo ni ya kule kule. Hivi unaona vile ni baba aliacha. Bababu tangu zamani. Kwanza unaongeza n'uruhuwa. Niko na hiwile bwana. Hii ni ngozi inatoka kupona. Edesirwe luhu lwa njuzi. Luhu lwa njuzi. Byo bichi ye mwene wa bwengwi. Mdogo wa leopard. Mdogo wa chui. Na mwami tunamvalisha ile ngozi ya chui. Na chapeau yake ya chui. Donc hii ni mdogo ya chui. Na mwami anavala ya chui. Mkubwa wa chui. Ni kusema wewe kwa mdogo wa mwami. Ndio. Bo. Kisha tunajipanga pale. Tunaingia kumstari tunatoka Mogo kule Maziba. Sasa tunafika mkatikati Mogo. Ba mushi yote ya population zote hapa kwetu. Kabari. Tuko pale. Sasa kuko mujinji mwenye iko nyuma. Haiko kule mbele yetu. Kama hatufuate moya mbili tunakuwa bapili. Wengine bajinji bawili banafuata. Sie tunaingia katikati. Tunakuwa babezi kumstari. Na tunanyoroka vile tunaenda. Iko sawa vile banafanyaga urugendo rutakatifu. Shule Katoliki nani kuchukua msalaba. Marche de la Croix. Kuna mnyane beoga msalaba kule ya Mungu ya Yesu. Na kuna wengine banafuata bapadri banafuata. Sana mwai kurizisha mwa ile mstari. Nani mwenye anabebaka ile msalaba? Niganda ndio anabebaka ile ya mbele wala kuko mwingine mwenye anaenda mbele? Kuko mwingine mwenye anabeba hayo. Deja niko na mwami pamoja. Nyinyi mko fasi moja. Tu fasi moja. Mkubwa na mdogo. Ndio. Tunaendelea sasa tunafika kubwani. Sasa tunafika pale kwa Kagerevere. Banapika mushekera mpembe. Bamushi bote panasikia kama tunakuya na mwani. Sasa tunakaribia kubwani. Hatutaingia directement twende munjia ya gauche. Tunaingia kabisa ile nyororo sa vile umumuhanda. Twanagenda twanaja
ekabyaterana yo nyumba nkulu ya mwami kuli musonja moru wabutiraga abana biru moru unabutirwa moru na rero kutimi nge. Donc ni kusema ambao terme Kiswahili byaterana donc ni nyumba yenye bwami banakamata hizi manyumba za brick za nini saa ile ni mapale simple. Ni nyumba yenye banaheshimia na banapale banakamata en consideration kusa hizi. Hii nyumba ya nyumba hapa junju kwenye batate balizalia ndio balizaliwa malgré que zingine zilikuwa kuya na job ya terena hii. Akreza kurwa ya. Tukisha kumaliza vile tunamtosha. Kanda na muleta tena kule kukiwanja. Sasa labda swali mule mu byaterana mule mu nyumba sasa mnamfikisha nini nafanyika kule nyuma. Niliona ile siku pale walifungaka kuna watu kuingia kule ni baji tu na mwami kule. Sasa tuanaje mnafanya nini sasa? Tuanaje shakulu omwami muhyayo urwa mamuha nagurengene omuhebe omumisi alikolali mu maboko gawe basha kubona basha kuruza bankura nikusema le fait ya kubeba mwami mule mu maison sacrée ya Cour Royale ni kwenda kumupresenter boy banamubeba kumupresenter sasa kama njoo mwami wetu wa mpya huyu kwa koko wenye wako mandema na bakimfikisha mule inapashwa kuwa action fulani zenye zinapashwa fanyika entre les badji qui détient ile pouvoir ya kufika mule na kupresenter le chef supreme mwami mwa ile maison. Donc ni kumkaribisha mumwake iko sasa siku mtu analungaka kwa ba mare bana kukonduira kubeba chambre sacrée yako. Donc ni vile ya moto ya Kiswahili kisha wanakuwa mshachana sana na mshachana basi kubeba kasana basi kubeba kasana ni jando mudi rekutengene analimwani nanda wa mume alimuhinde rwangoma wa mume ko anakamshana pesa anasarele anase ni kusema donc ile saa mule banafanya kilapo ya kupresenter mwami na kumfanyisha ile kilapo kwa population. Ndio wanasema mumashi mu Kiswahili kama mwatasema mwami mubaya na vimba tumbu anapasuka komene kama gani. Donc ile kumtosha kule kumare maziba mumashi na kumfikisha tena, donc akitoka kule apres tate Niganda haiko tena kumupitisha mumwake mpalewa yani kumpitisha mule mu maison sacrée juu ya kumupresenter les esprits zenye ziko mule na wajue kama chef huyu mwenye anakuya mfungulie kwake. Après ile cérémonie ya kule ku maison sacrée nini nyingine inafuata? Kumtosha hilo sasa tunafuatilia ngoma ikonyezi. Iko banapiga sasa ngoma. Iko banapiga ngoma la kabambi. Kama takaliama huko. Tunampiga zingine zote zile. Babatro waga kiremwani atundenda ngazurani atundenda kanazurani. Kale inakuwa mrudini. Hakuna kukula. Hakuna bado. Tangu mlienda maziku. Sasa imekuwa mativeri ni chakula. Kule kote kuna kila aina. Mwami anaingia pole pole tunashuka ni naye. Na mterekeza pale ba makosini bako. Anaingia pale ikuwa anakula hata kula mingi, anakula kidogo tu. Kisha narudia kutribini. Sasa tunasema Niganda anasema mubushi yote mzima
Munaona tangu leo mwami wa mupya huyu na mumulee mzuri naye abalee mzuri. Mwami kihango chawecho irondo lengeraga obuhaya, irondo mayo abandi ali mu buhaya, irondo manye wagatukulo mu buhaya niganda amagwebo kujiji koko kulengera ni kutraire kesho sezake kutraire bushi batu haba ni watu yako wakamate nao wakamate sawa shefu wao na pouvoir hii deja uko nayo na pale anakuwa mwami. Pale anakuwa mwami. Neno ya mwisho mwami niganda atamwambia gurengene obuhaya benene bushibalya banyama aho balya balala aho balya n'abana biro nokiri omunda gurengene mumefuka muhinge munayeze. Hapa kwenye ulisema mwami kama anakufa mnamubeba Mogu. Ile kubeba mwili ya mwami Mogu, nini mnafanya kule? Eyo munda kuli kuterekera bashakulwena bashakuluza kusenga ene kukola kugweti omwami wefu muyaja ogombwire omukulu mwahunaga okwabagalukeko kanaterekera kule Mogu kwa naendaka kubeba kori ya mwami anaendaka ako ya kutambikia kule nako ni lieu sacré ya mwami na kila mwami yote mwana kufaka donc ile acte inafanyikaka des années et des années na juu na kwa tu procédure ile ya succession ya kubushi mekuko ma histoire habari zinasemekaka aseme mwami akikufa banachunga kwanza sijui nini mutoke mvunywe mutoke ndani njoba muzike. Eske ni kweli? Bo mkifo ya mwami anakufa hakuna mwingine anafika pale sofu bajinji tu njo banachunga sekre ya kilio na mpaka muziko na mpaka vile ulinzi. Na kuzika mwami ni kila mtu anaenda wala ni bajinji tu ndio wanamzika? Kule kwenye banazika bajinji tu ndio banaenda. Jua nini? Jua nini batu yake basimshindikize? Bo bagusindikizana anaonekanaga mule mukanisa ya Bakristo yenye banaombea maiti lakini benye kubeba maiti yabo ni bajinji. Na kule hakuna mwingine mtu anaenda? Hakuna mwingine. Na kama mtu anaenda anapafuata nini unaweza mfikia? Atatufuata ataona nini? Anasema anapenda mwami, anapenda aone kwenye batamzika. Hapana. Ile ni sekre yetu bwana. Mwanamke anaweza nisamee. Bwana yeye ni kama. Ongea tu mzee wetu Miganda. Eske unaweza kujua yako wakati kuna marali ya mwezi? Anaweza kukuambia au kuonyesha? Kunionyesha? Hapana. Unaweza kujua siku bibi yako alipata mimba wakati iliingia? Siku iliingia? Unaweza jua? Iko vigumu. Ni vigumu kujua. Na siye kutimi na tuonesha hivi. Wakati tulienda kule Maziba na hakuna kitu tuliona kitu kibaya kushituka au kukwala na tunatoka mule mumaji salama. Inaonesha kutimi kama Miganda iko mtu wa lazima pamoja na umwani. Tungelikuwa batu mubaya tunaweza kumalizisha tu kule na utaona maiti kule ndio banatuzika na ndio tunamaliza kule. Na ndio maana mwami akikufa ngaji nditu ndio wanamubeba. Ndi sasa bwana mtu mwingine. Sasa kwa kitu ya muhimu ulisema, unasema batu banabakia mkanisi banamuonea ndio kwenye banamlagia kule hawezi mfuata kwenye watamzika.
Sasa vile vya kanisa na mila eske vinafatana? Viko na ushirika? Ni ya wazungu. Ile ni ya bazungu, lakini ataingia mule mkanisa, lakini kutime haikubali. Tulishamaliza tu bietu na au tutakuonesha bietu, lakini population yote ijue kama maiti iko mule mkanisa, ndio batajua mwami alikufa. Na siku ya kurinjisha tunaenda kule nani Mshera. Sasa tunatoka Mshera ndio banajua kama mwami anakufa. Donc vya mkanisa ni bajinja bibahusu. Tuhangaike na ile, tutaingia tu kufuatana na vile tunachunga mwili marehemu, lakini ile nikisema ke bajinja kanisa yabo utime kwanza tangu bakoko mbona hakukwaga ba kanisa na tuna sasa kama kutime njo kanisa yetu shiba tubeusi ni bajinji sagisi mnatuambia na bajinji wanaenda kama kujiendea tu, lakini kutime padri hawezi pinga kutime. Sasa kama isiki inawezekana mwami akuwe na kanisa, akuwe mporo, akuwe katoliki, abatizwe, vinawezekana? Ile iko sawa vile unaniuliza neno na neno ndio ndakujibia. Iko sawa vile mtu akisha kuuza kanguo kamzuri na anaenda kujionesha mbenjake batoto. Ataingia kama mkabumbu, ataingia kama kule mkumisa, na anavala mzuri, iko na nyoroka mzuri, lakini mroho yake mko kitu. Anaenda jionesha tu, lakini roho yake haiko kule. Iko ingine fasi. Ndio. Uyaonaga bya vile? Ndio, inawezekana. Yeye mkanisa mwani hana dini. Mila yake ndio kanisa. Mtime ndio mnaonekana vyote. Sasa mkisha murizisha mwami Aisha kamata uongozi, namna gani ile royaume la cour royale pale kuwami wala pouvoir ya mwami anaexercer, anaitumikisha namna gani? Yeye anapaswa kuheshimia sasa ile kutime yeye ba shefu yake balimpatia, afuatane na neno yenye balimwambia, aheshimie population yake ndio ba notabilite, aheshimie mtoto mdogo au mkubwa. Mwami hana mpaka mu batoto yake. Mwenye kupenda anamuita na msumulisha. Mwami na mimi ndakusumulisha kidogo. Anamteka jisiki na banamaliza na awe mwanamke au mwanaume yote mwami hakatalage neno. Mnaambia mwami atumikishe mashauri yenu, nguvu mlimpatia. Zile nguvu mlimpatia mara mingi sagi sisi vijana wa leo au societe ya leo tunakuwa tunasema ni mambo ya bulozi, ya buchawi. Eske ndio vile inakuaka mwami mnampatiaka ma pouvoir ma esprit za kutumikisha? Banaweza sema vile, mwenye anasema vile ule ni mpagani. Na tangu zamani za kale kutime ndio inazala kizungu. Na kizungu ni kizunguzungu. Biko na frank, biko na mitugari, na biko na manyumba fulu. Makuta iko anasegemea huko, zingine anazilala. Lakini anasahau kutime kama kutime inaweza mnyang'anya. Banaweza mpaka msonga pale na anakufa kama akumbuke kwa. Kutime na mpiga msonga. Bien.
Kutakuwa mtu mwenye alimpiga huyo manake. Hapana. Yo peke tu. Ye peke. Hapana. Ni kutimi kuna kufuata. Ato uende wapi? Wewe nasemaga Bulai, sijui ile ya Bulai. Ato uende Bulai, huko nayo tu. Au yaonaga mwenye anaenda kule Bafranga banikalaga abikalaga fasi moja. Unakamata njia yake anaenda Swisi, anaenda wapi. Na zamu. Banakuwa kuleta maiti. Mubebe mbio kwa munganga. Hapana. Mbio bamurudisha kwanza kunyumba. Kuno kule bwana Muguma. Agwere enfranga zake. Ayo mukagenda. Yaje umunde Bukavu amagula n'enyumba yake. Atalala gamo. Bashaba mubaruri. Baheke mwamunganga bongo. Bamwisa ambuka amwaki. Ishamusika aba Muguma. Nikusema hivi, huku kulikuwa mtu mmoja alikuwa na makuta za mingi, akatoka kwake kwenye babake alimwachiaka kwake kwa urizi, akaenda hapa Msantreville. Sasa ikala mule bale wakuko wakamdeklare, akasema arudia, akagonjwa mwa ile nyumba jusqu'à ce que walimrudisha. Hakuna hospitali wa kumrudisha kwa na kuona, misali fika tu pale kwa klo yake na njoo akapona. Okay, bazee ndio walimponyesha. Ndio, akoko walimuona. Okay, maana hapo natuambia tuendelee kutumainia bazee yetu. Sana kutimi hawezi badilika. Na hakuna ukuibadilisha. Hata endi hai. Atolete masasi ya ye. Kutimi ni kutimi. Kutimi na kufuata. Utaiona. Iko sawa, kutimi iko sawa vile kimvuli. Nikasimama pale utaona kimvuli yako. Bongo. Na kile mtu iko na kimvuli yake. Na kutimi ni vile inakufuata. Hii ni nini? Kimvuli ni kutime. Sasa kwa leo kwenye kutime haiheshimiwi tena sana. Sasa wakati sagisi nyewe wajenji mnaheshimia, inaweza kuwa na shida gani kuhusu kwa ndio maana watu dukuba na kufa ovyo. Unasahau nani ba koko yako, unajitia mu vingine. Acha bale. Wewe badafanya nini bale? Nani uko namwambia? Uko namwambia ule kutime wako. Yeye ndio kunatukana vile. Maana kutime ni esprit. Ya. Na kutambuka kizani. Inatambuka esprit. Est-ce qu'il faut ba former mtu juu ajue kuongea na zile esprit? Est-ce qu'il faut que ba initier mtu mkitu fulani? Sagisi ni kuye kwako kwenye huko unifundishe kuongea na wale wazee. Wanago mu mahero. Anaguheko mu mahero babashukulwe ne bashukuluza. Wanadesha mwizina lyawe lyebusho. Wanadesha nelyasho nelyanyo. Wanatamalamu. Mo wanalala. Ushasezi wabanalehe bilo wanalia. Urakamanyo okubalia. Ukuli walia bo bali balia. Urakamubona n'amaso. Wamubona mu bijiro. Wajijiremu aho. Uralogota ubonye mwira wawe, ubonye uraguhaga guhe, ubonye wishupa ly'amangu kolaguhavangu, ubonye inamezo. Na muzungu, ubonye muzungu akola aho uri watumika, ubonye muzungu alya gusima bwenene kutimero. Wana kakengera ukubasha kulwe. Mashu basha kulu, mashu mchokolere nani? Mumpe akalamo kinja. Mayuri wabwe kutimi. Manake kwa sasa si tuko bapagani, nikusikia kama gisi unasema. Ndio mpagani hapa. Si hatuna tena ile wanaba mpagani ukenge ni kutimi.
umupagani kule kudro Basi kule. Bakristo tukisema Bakristo kwa leo hawawezi fanya vile venye unaniambia. Wanapuuzi. Ile ni kupuuzi. Ebo banabita bulozi. Ndio. Donc Bakristo ba makanisa hawataitika nikuye kwa tate nifanye siku moya mule unifundishe niongee na wazee. Bananiita mpagani mimi mwenyewe navifanya. Oli ate santio unakamanyo kwa bamulozi. Nake Bakristo ni balozi. Bale mama gwele nshanga mzee. Ala kule mfaranga za yagendi kule nshanga. Agule hino. Ya kuniga abantu. Mzee ni ganda kuko ingine question watu wanajiulizaka. Parce que hapo ulisema mwami akikufa munauliza bibi. Nani njo mwami? Bibi anawaonyesha huyu njo mwami, ndio mnafanyia ile maseremoni zote. Mekuko vingine wanasema sema mwami anazaliwaka na vitu vya kuonyesha kama ni mwami. Bon. Usije kama tunatega kama ule mama tunamutega. Lakini tunajua kama ule mtoto alizalika na vya Bwana. Huku kitambulisho moja inaweza onekana kuyeye. Kwa mfano. Yewe. Haka kitu hakuna sisi yafanyaka. Na kamata na nani? Na mimi niko nako lakini. Unaweza kuwa na lipaku nyingine. Lakini yote biko sawa. Na uko na hii tundu mumkono. Haka tundu. Na ile sina. Ile inaonyesha kama wenjo elitie wa kuringisha mwami na kuchunga ushi yote mzima. Mjinga ikalogi myango yangu. Hakuna mwenye hawalewaki. Mtu anaweza kulewa na banamuweka. Lakini anakunywa kidogo na anakumbuka niende kwa mwingine. Mwenye nilewe kunyumba. Hapana mwingine. Ni kusema mnakuwa mshajua mwami. Mnaenda tega tu ule mama msikie kama atasema kweli. Mubatoto yote tuko tunaona. Na kuna alama kamoja kanaonekana. Sawa, kwa mfano nini? Kwa mfano anaweza kuwa na kofu yenyewe hapa kumtiaga. Sawa, huyu mtoto tuko naye. Iko na kakitu. Kumkono hapa. Iko sawa vile hibani shapa mkuki, lakini msipi. Hailume, haifanyi nini, haiwezi kuenda kwa mganga, lakini ni kizalikizi. Na ikifika sasa mama anadanganya. Ni mnajua huyu ndio mwami. Sasa mnamuuliza anapapatia jina ingine. Mnafanya sasa mwele mwetu tunaenda fanya control tuone ile alama. Control mnamtosha manguo muangalie. Yeye wote tunamtosha nguo. Na tunafanya control tunasema ndio. Bakikuwa bawili wenye biko na bule maalama. Hakuna bawili, mmoja tu. Kama hana ile alama. Tunarudisha. Tupatie wale watoto. Wote tunaba control. Tunasema huyu ndio. Ni kusema mbone huyu mwenye tuko naye. Haiko ndio wa kwanza wa nani wa Desire. Kukingali bakubwa yake. Kukingali badogo yake na bakubwa yake. Lakini ule Alexander mtu sawa na siye, lakini hatuko tena sawa na yeye. Juu ya ile nini nishawaisikia story moja par rapport na ile maisi uendele maisi kwenye stoka bawili bibiko nazo niso nasema. Sasa Lobero ni monoki wale ba garso bawili walipigania ka pouvoir chenye
Sasa ba mstage ba ile kuru voe vraiment kutime yabo haiko faso yetu ibana ifanyako kwetu kubushi, ndio faso wanafanyaka Lubero. Donc Lubero banachimbulaka shimo kaburi, banakamata mayane ya migomba, hii mayane ya migomba banaikausha, shona nchi anachomaka nyama ya nini, Yanitia kumoto. Yanitia kumoto, inakuwa sina kauke na changer couleur. Banatia ile nyama ile nini ile, yani mule mshimba. Banakamata mbuzi banaitosha tu ya mtumbu, banaichoma yote. Yote naisha iko na lungia mwandishi. Sasa wale bagarso wawili bakabambia ke no, shie hatutaporte shishma kwa umoya, tutachimbula tu shimo mbili, mwenye atakufia mule maki haiko mwani wako. Na mwenye atatoka na kuwa sauve ndio mwani, maki ndio mutareteni sawa mwani. Lefo mwami mwenye hashirekonetre kama haiko mwani wa mzuri, ye peke akaanza ogopa kwanza ile kuti na ile condition walitia akajiretire lote akajiretire ye peke, na mwenye alikuwa rekoni sawa aye akakuwa intronisé. Okay, mzee Niganda, sasa mkishaona ule mtoto anazaliwa na ile maalama, anaendelea kubakia pale kubwami au analelewa na bajinji? Anaweza kuwa anakula chakula yake si babake angali. Anapatia tu ile uwito kabisa ya baba yake. Ndio wakati tuko nayo kazi. Okay, anaweza bakia na baba yake, anaweza onana, hakuna problem. Viko banakula vile kama vizuri, na kama ni kunyanyusha, kama ni chakula alishokuwa mkubwa, baba anaitwa. Kwa wakati mtoto anaonekana, uweze mtie na baba yake angai. Ni bon, sijui kama ulinielewa mzuri kwa swali langu. Nisema mwishaona mtoto anazaliwa, mnaona nyi bajinji, mnaona huyu ndio mwami huyu alizaliwa na ile maalama, tunanyamaza. Mnanyamaza? Ndiyo. Mimi anaendelea kubakia pale kubwami na mwami. Huko wengine wanasema sasa banamtoshaka, sasa bami bawili baonanaki. Ile iko mtoto mbengi. Banye baliona vile ni wewe zinapana nyamaza ya. Unachunga siri. Iko furushu uweze sema wewe atakuwa mwami we. Pale hauko. Mjinji mmoja anasema wanamuua. Okay. Wenyewe waliona ni wanaenda kwapo. Sasa vile mimi nakuona leo. Nenda nasema kulikuwa mtu fulani msimu alikuwa hapa, lakini sema niende nasema nini? Nitoe siri yangu haitawezekana. Kwa mfano nisamee, kama unanipata sengi mbili. Mwenyali unanipatia hayo ndio ataenda anasema. Lakini mimi ndio balipatia sitasema nini. Mwenye sijua ni bibi yangu anaenda kuuza na ndio anasema wale mshamuka alikupatia makuta fulani. Na ndio kutimi na sie ile ni siri tunaitobolaga siku mwani alikufa. Asante mzee Niganda. Tutarudia kwako sasa. Tushaongea juu ya mwami. Wewe ndio unashimika mwami, unampatia bwana, unampatia pouvoir. Mena wewe sagisi unavala chui ya kidogo, anavala chui ya kabambi. Kazi yako ni gani kubwami baada kutosha ile ya kushimika mwami? Kubwami niko le deuxième. Atafa singine unazouliza. Bo kufuatana na ulinzi yangu pamoja na mwami ilitokaga kwa Mungu. Na kubakoko ya tangu zamani za kale. Huyu Mungu uko nasema ni Mungu mwenye si wote tunaomba. Ya ngombe. Huyu Mungu tunaimba mkanisa. Ya ngombe, rudile ya ngombe na muhimana maheshe. Huyu wa mkanisa tunaimbaka. Nanga. Aba muhimana maheshe. Iko mfano wa rega. Iko mfano wa rega nchi wanasemaka chimbirigiti. Sasa huyu Mungu unasema
haiko mumwana mwenye tunaenda omba mkanisa kila siku ya Mungu. Kwa nini nifute? Ule Mungu mnamkuta wapi? Ule Mungu enama za zeka ziri mu Mungu wahulemaga. Balikuwa banaishi wapi? Banaishi wapi? Mubakaji. Ngase mushi Yesu udasiriwe mushi amayiri yoku obushashu butagatifu ko badirwambo enama ziri bishashu. Hali maheshe, hali ya ngombe yenu, hali na maheshe, hali na muhima wabashashu. Hapana, hii tuna roho baba mtakatifu nani tunafanya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio vile ni mfano hii. Mfano. Hii ni ya kizungu. Hii yenu ni ya kizungu. Hii ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu ni ya kizungu. Ndiyo. Yetu ni ya ngombe, maheshe na muhima. Yes. Baba Mungu wako. Mulikuwa unabaomba namna gani? Wala mnabaomba namna gani? Ukurusikilo kugenda wajuhuna abo. Ngo kunankajo. Wana bagenga. Ibi bageshibuze shabo. Wanitwa igosi. Uliamuko wanahamagalamo shakulu na shakuluza muhimana maheshi na liangoni mubine ku urenga enembagwa yenye musho kurebe mujentia na bushasezi wanabona hivyo ni ganda ungali unafanya vile nishira nebuliagushi buliagushi na nebiji mzuri sana. Unaweza pendo tufundishe na siku ifanye. Kure bwinizi na ngombe. Hizi ngombe. Mupuna mala. Mwaba mwa shubukero lyabo. Kishobana lado. Nangali bilyo ngoko twali ekitundu kiru. Emwe ba ensahani kibachitungu. Kone ensahani ngubu wali. Wanelia. Hii sahani inatengenezwa na nini? Ni hii sahani itengenezwa na bene muntu. Abafundi bayo ni mbao ni muti. Ndiyo. Kabehe yako. Yo nambi. Okay. Sasa unasema wenjo mdogo wa mwami. Na inajulikana kubushi kote. Obuhaya bushibumanyi Buhaya Uganda ye president wa ye mukulu wa bayungu boshi omugutini. Sasa kutosha ile kuimika mwami. Mwa ile mkubwa yako. Kazi nyingine gani unafanya? Kandi kazi nyingine. Ngabakolaka. Nasema kuna nyingine kazi anakuwa nayo. Chuza kamara. Nikushauria tu mwami. Haiko kila siku. Unamkonseyere wakati na unakuwa murudia tena. Asemi bwana. Hili neno nilikwambiaga. Ungali unaifuatilia? Aseme ndio. Uko naifuata kabisa? Ndio. Lakini haiko kila siku ndio utamwambia. Haiko kila siku. Ni mtu. Anifai shini. Ndio. Neno baje mwambie. Asante, tunatenda kumaliza kipindi yetu Mystère d'Archives. Lakini kuko maswali watu wanajiuliza. Kwa mfano hapa mulipitia mwami mwenye hana mwanamke. Mwami célibataire. Inafanyika namna gani ili mwami afike kupata mwanamke? Ile aisha kuwa mjajamu. Na mwenye anapenda anao.
Ni utashi wake. Akapenda ule fie, akapenda ule fie ni shwa yake. Lakini atuonesha akisha kupendana mule ndani. Anatuonesha njoo. Na sisi tunaenda. Tunaenda kwenye babake. Tunamwambia aseme bwana, tunapenda mtoto wako lakini tuambie sasa dote. Kama anasema ng'ombe 10 kwa mfano, tunasema hapana, tutakupa 8. Tumakubaliano hili. Au tunabeba tu. Unambeba tu bila kuuliza babake. Tunafika tu pale. Babake si alishajua kama sie tunakuya kuoa. Sie tunampakiza tunaenda naye. Sasa mnampakiza. Unampakiza namna gani bila? Deja mitugari ilishaga kuwa, lakini tunaweza kupenda tuende na mguu. Na tunaenda naye ende. Mnampakiza bila ruhusa mzazi wake. Sifi atakatala. Abakatale mwami. Mwami haja kuwa pale. Mwami hawezi kuwa pale. Nefia anajua kama mwami njoo anapenda. Tunakamata wajinji kama 5, kama 6 au 2 wanaenda muleta. Na siku banamuleta haiko tulote mamu. Anapitia wapi? Anapitia kubakaaji. Tunamuwekesha sawa pale au pale kwako. Tumweka pale. Umoja na wende pana raporo kama tunakuya na ule fii. Mwami ule miyali ende kuita mwami. Anakuya na mwami pamoja. Wanasalimiana mule nyumba kwako. Hapana mule nyumba ya mwami. Wanasalimiana barikani ye mzuri. Unafika huko alors kule ndio atafanyia mariage. Hapana kwake. Kwa jirani. Jua nini? Niko mwami ni mtu mkubwa. Njoo nende fanyia ndoa pembeni, hapana kwake. Hayuko pembeni, yuko sawa vile mwake. Mkolo mwajomo. Kila nyumba yenye iko mwami ni ya mwami. Njoo vile. Nyumba zote ziliahozi ziliza mwami. Zote zinazaa. Maana anaenda kwenye anapenda, kisha baada ya pale njoo wanaenda sasa kuna amatalagani shikamukulagira amatala berwa guri bushishwa. Bana hata amatala bana hebomo. Kuvertir bubule ngiti awudra bana hebomo. Mwami akisho majema yaje. Bana mtosha. Nani semtosha? Ule mjinji mwenye patia kweli. Abade fanya mariage kwa na anaenda pembeni. Kwa ni ngome zingine. Na mwami anamaliza kazi yake. Ule mjinji anakuya sema na habari gani? Maana anasema yuko bien. Twende kunyumba. Kwa bakubuka. Kwa kushubuka kwa muya. Muya mlu. Ule mjinji anamaliza. Anaingia kule kunyumba yenu ya pili. Nasiba mjinji tumbakisha mwale ya gatera. Subuhi. Kando ya 6 kwenye sana penda na la ni mwaki. Loro. Mwami ana toka nje. Anasema nyama bwana. Makamboyo. Ndio bibi ya mwami mumashi ndio wakamba. Bibi ya mwami anaonekana. Njoo bibi ya mwami. Mwami anasema vile. Na basi na amemleta. Anasema yoyu. Niliba haya. Anamuonyesha bahaya wote. Wiko wote. Bashi wote. Kule batapiga ile sasa mshotara. Ndembe. Bade pote nasikia sema ya Mwani amajo mbuya.
Sasa Zakasi sinyaye. ikifika sasa mlimubeba tu bila kuongea na baba yake, ni apre njo mnakuya beba samadi akishaenda kwa mwami? Siku alifika Ndio mnabeba mali? sana fika leo msubuhi kesho tunasema ngapi bataenda, kama ni wawili kama ni watatu wanabeba mali. Hata tushaguli kama alikuwa anaomba munani, sisi tunampatia 10. Sasa furaha na hawezi kutunyang'anya, hawezi kutunyang'anya. Ni bahati, ni tombola yake bwana. Ni tombola yake kuolewa kwa mwami au kuoesha kwa mwami. Asante sana mzee wetu Niganda. Asante kwa kuweza kutupokea, kutujibu kwa maswali. Tumepata maelezo mengi sana kuhusu culture ya Bashi, namna gani mna intronize mwami, namna mwami akikufa namna anazikwa. Tumepata ujuzi sana kwa mambo haya ya utamaduni wa Bashi. Lakini swali la mwisho lenyewe niko nalo, huko Niganda wangapi? Mimi niko Niganda wangapi? Naweza kusema kama niko Niganda waine. Asante sana Niganda waine kutupokea katika kipindi. Mpendwa msikilizaji, ni hapa tunafika mwisho wa kipindi chenu, kipindi Mystère d'Archives ambacho kilimtembelea mlinzi wa utamaduni katika Bwami wa Bashi, ufalme wa Bashi. Tulizungumza kazi yake ambayo anakuwa akifanya ya kuridhisha mwami, pia masuala mengine ya utamaduni. Kipindi Mystère d'Archives ni kipindi cha kila siku ya 5 na saa 10 katika redio yako ya utamaduni Uwezo Media, ambayo inatangaza kwenye mita bendi 101.5, pia kwenye mitandao ya kijamii. Tutaweza kutanana kwa mara nyingine katika kipindi kingine Mystère d'Archives, ambako tutaweza kuzungumza mambo mengine yanayohusu utamaduni wa jimbo la Kivu ya Kusini na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kutengeneza kipindi hiki kulikuwa timu kubwa ambayo iliweza kujiandaa na kuelekea katika kijiji chake Niganda. Tulikuwa naye Sami Balume, David Biadunia, Christian Buzangu, Giselle Bashwira, kati ya Amina na mimi hapa Abubakar Kigabi. Tunashukuru kwa nyinyi wote ambao mtega sikio. Tutaweza kutana kwa mara nyingine kwa kuzungumza mambo mengine ya kiutamaduni. Asante.